Somo letu linaitwa uchumi wa Mkristo. Lengo la somo hili la uchumi ni kuongeza kiwango cha maarifa ya uchumi ili kiruhusu kudai uhuru wote wa uchumi kwa kuondoa vizuizi vyote vya uchumi ili uchumi upate kuinuka tena. Mstari ambao tunatembea nao ni kwenye kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 28 hadi 30. Naomba nisome kama ilivyoandikwa. Petro akaanza kumwambia, "Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe." Yesu akasema, "Amina, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele." Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Marko sura ya 10 mstari wa 28 hadi 30 ni mistari inayozaliwa baada ya swali la Petro kumuuliza Yesu kwamba sisi tumeacha kazi zetu tukakufuata wewe, tutapata faida gani? Lakini kwa tafsiri zingine zaidi ya hiyo, anamaanisha kuna watu waliokoka walikuwa na kazi zao zinazoendesha maisha yao, lakini zile kazi ni za mapato ya udhalimu. Wengine kabla ya kuokoka walikuwa ni waganga wa kienyeji, waliishi kwa ule uganga, waliuza matunguri, waliuza hirizi. Uchumi wao uliendelea kwa sababu ya mapato hayo. Nao wameokoka wakavichoma vyote, watapata nini? Kwa upana mwingine anasema, lakini kuna watu ambao wameokoka kwa sababu ya asili ya kuitikia kwao, wakaacha kazi zao safi na salama kwa sababu ya asili ya wito wao. Walikuwa nafanya kazi kama mimi Petro, nilikuwa navua samaki, kazi yangu haikuwa na makosa, nimeiacha kwa ajili yako wewe Yesu, nitapata faida gani? Yesu anajibu kwa kusema, kwa ajili yangu mimi Yesu na kwa ajili ya Injili atapata mara 100, atapata 100 tatu. 100 ya kwanza atapata uzima wa milele, 100 ya pili atapata uchumi mkubwa, kwenye uchumi atakuwa na 100, na 100 ya tatu atakuwa na 100 ya udhia, kwa lugha nyingine majaribu. Je, hizi 100 unazo? Muulize jirani yako, je, hizi 100 tatu unazo? Bwana asifiwe sana. Fuatana nami upate kunielewa. Nini maana ya uchumi? Neno uchumi limetokana na neno la Kigiriki ambalo linaitwa oikonomia, na tafsiri yake inapatikana kwenye Mwanzo sura ya 41. Maana ya neno uchumi, maana yake zalisha, tumia, weka akiba ya rasilimali kwa faida ya baadaye. Kwa tafsiri hiyo tunaipata kwenye Mwanzo sura ya 41. Wakati Mungu anazungumza na Farao kwa njia ya ndoto, akimweleza miaka 7 ya shibe kupitia wale ng'ombe walioshiba na miaka 7 ya njaa kwa ng'ombe waliokondeana, alitaka patikane mchumi mmoja ili asimamie mfumo wa uchumi, kwenda kusimamia uzalishaji wa mazao ya chakula, ili azalishe kuanzia mwaka wa kwanza hadi wa 7, lakini pia apate sehemu ya matumizi ya chakula ili wazalishe wanahitaji kula wapate nguvu. Lakini 3, aweke akiba kuanzia mwaka wa kwanza mpaka wa 7, iweko akiba
itakayowabeba taifa la Misri kwa miaka 7 ambayo mvua zitanyesha. Ndio maana neno uchumi. Maswali matatu ya mchumi anayohitaji kujiuliza duniani. Swali la kwanza, unazalisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uelewe, unapoanza kuzalisha kiuchumi, ni lazima ufikirie unachokizalisha na wateja unaowazalishia. Kwenye fikra zako, kabla hujaingia kuanzisha biashara, kuuza mitumba, kulima bustani, kufuga mifugo, ni lazima utengeneze wateja. Maana kabla ya bidhaa ni lazima wateja kwanza walaji watengenezwe. Unazalisha nini? Lakini swali la pili, ni lazima ujiulize kiuchumi, unamzalishia nani? Lakini swali la mwisho, ni lazima ujihoji, unazalishaje? Shida sio kila siku kwenda kazini. Shida ni kwa mbinu gani unazalisha ili kuyafikia malengo. Maana ya uchumi wa Mkristo. Nimemaliza maana ya uchumi, naingia maana ya uchumi wa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya uchumi wa Mkristo? Uchumi wa Mkristo ni uchumi wa agano kati ya Kristo na Mkristo. Yaani Kristo aliweka agano la yeye kufanyika maskini ili Mkristo awe tajiri. Kwa ni uchumi wa agano. Korintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9 anasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa ni uchumi wa agano. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, uchumi wa Mkristo maana yake ni uchumi wa agano, ni uchumi wa patano. Kwamba Yesu alifanyika maskini. Anasema kwenye kitabu cha Mathayo, hakuwa hata pango mahali pa kujilaza, kwamba hii ndio nyumba yangu. Alivunjika, akaacha utajiri wote, akaishi kama maskini. Lakini lengo kubwa, alifanyika hivyo ili Mkristo awe tajiri, awe na mia ya uchumi. Kwa hiyo Yesu akiingia ndani yako, akawa na hakika unao uzima wa milele. Jambo la pili, anakuja kukuhoji, unakumbuka mia ya pili niliyokuahidi? Mia gani? Mia ya kuwa na uchumi mkubwa. Kwa nini unaupata? Unaupata kwa sababu ni uchumi wa agano. Mimi nilizaliwa nikaishi maskini, nikatumika maskini, nikafa, nikapaa mbinguni. Nilihakikisha nifanyike maskini ili ninyi muwe matajiri. Kwa hiyo mpango wa Mungu unapookolewa, umeitwa kufanya kazi uwe na mia ya uchumi. Hujaitwa kuwa maskini kama unavyodhania. Kila mara unapofikiria, unapoamka asubuhi, lazima ujihoji, je, nimefikia asilimia ngapi za uchumi kwenye zile 100? Maana umaskini sio mpango wa Kristo kwetu. Umaskini ni matokeo ya mashambulizi na vita vya kiuchumi. Lakini kwa mpango wa Kristo ni kwamba kila aliyekuwa na Kristo, aliye na Kristo ndani yake, lazima awe na hela. Hebu mtazama, anafanana kuwa na shilingi ngapi za hela? Maana kwanza amina yake ni ya mashaka. Huku Yesu amemwambia utapata 100 ya uchumi. Yeye hata amina yake ni ya shida. Yawezekana amechoka mpaka kata tamaa. Ndio wale ukiwaambia una 100 ya uchumi, anasema duniani tunapita. Hatupiti, tunaishi mpaka muda uishe. Unajua kuna wakati mtu anafilisika mpaka anatamani Yesu arudi haraka aondoke. Mtazama jirani yako, anafanana kuwa na asilimia ngapi za mafanikio ya uchumi? Sura yake tu kwanza itoe tafsiri kwako. Muangalie vizuri, usimwogope. Hili ni somo la uchumi. Kuna wengine amekasirika tu kusikia neno. Hata kama amekasirika, mtazame
lakini usimtamkie, ni moyo wako ndio unene. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vizuizi 7 vya uchumi wa Mkristo. Vizuizi 7 vya uchumi wa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya kwanza ya zuio la uchumi ni zuio linalohakikisha hauna namna ya kuwa na kianzio cha uchumi. Una mtaji. Unaporudi kwenye mfumo wa uzalishaji, unaona huna mahala popote pa kuanzia. Hilo ni zuio. Kuna watu hawana namna ya kufanya kwa sababu hawana kianzio cha kuanza nacho. Ndio maana unapowatazama kwa hali ya kawaida, wamekata tamaa, wametafuta namna ya kuingia kwenye mfumo wa uchumi, wamekoswa. Wazalishe kwa namna gani? Wazalishe nini? Wazalisheje? Hapa katikati kuna zuio. Maana ya pili ya zuio la uchumi ni kwamba unao mtaji, lakini linakuweko zuio la kutokuzalisha. Unapambana kila namna upate kazi ama ufanye biashara ama ulime, lakini huoni namna ya kuanza, lakini mtaji unao. Na yawezekana ni mashaka. Kuna watu wanakaa na pesa kwa muda mrefu, wanakosa namna kwa sababu wamekosa utulivu kumsikiliza Mungu. Wanakuwa nazo, wanashindwa. Kwenye biashara hawezi, kwenye kilimo cha bustani hawezi, kwenye ufugaji hawezi, lakini mtaji anao. Anakuwepo tu hivyo, ndio anakuwa ni maisha, mtu wa kujihukumu usiku na mchana. Anazuia na namna hiyo. Maana ya tatu ya zuio la uchumi, maana ya tatu ni zuio la kuto kuishi mazao. Kuna watu wanazalisha lakini faida haziishi. Yaani unapata faida leo, kesho inaisha, mpaka inaathiri mtaji. Wanazalisha mazao mapoza, hayaishi. Maana mazao yanayoishi kwamba kama leo nimefanya biashara, nimezalisha hiki, kama kitaishi, kitanitengenezea possibility, uwezekano wa kuanzisha mradi mwingine. Nyanya nauza, kuku nafuga. Okay, baada ya muda nitafungua saluni. Kwa kadri faida mazao yanavyoishi, na ndivyo yanavyokupa nguvu ya kuanzisha kitu kingine kitaka uchumi. Hujanielewa vizuri? Nasema hivi, nisikilize vizuri. Shida sio kuzalisha. Shida, je, unachokizalisha kinaishi? Faida unazozipata zinaishi? Zinazo pumzi ya kuishi? Hebu mshike mkono jirani yako, mtazame kwa jicho la uchumi lenye kufanana hela. Alafu muulize, faida unazozipata zinaishi? Swali la pili, muulize, zimezalisha mradi gani mwingine? Bwana Yesu msaidie. Vizuizi 7 vya uchumi nilitaja kwa muhtasari. Moja, naomba nitaje afu nieleze kifupi ili pia uelewe. Kizuizi cha kwanza, ukosefu wa maono. Ukosefu wa maono. Maono ni nini? Maono ni picha halisi ya kesho ya mtu iliyo akilini na moyoni mwake. Yeye atakuwa nani baada ya muda gani? Kwa hiyo mtu anaweza kuanza kuzalisha wakati akiwa hana maono. Ni hatari kwenye maisha. Ndoa nyingi zinavunjika, vijana wanaharibikiwa kwa sababu wamepata pesa wakati hawana maono. Maono hayafuati pesa, bali pesa ndio zinayafuata maono. Ukipata pesa bila maono, unaweza kuharibu
ukanunua vitu ambavyo hukuvidhania kuwa navyo, kwa sababu pesa ipo. Wasiokuwa na maono wanapata pesa, wananunua zinaa, wanalipia zinaa kwa gharama kubwa. Wasiokuwa na maono wanapata pesa, wanalipia bili ya pombe ya kutosha, maana hawakuwa na maono. Zimekuja, zinakuwa ni sehemu ya sherehe. Kama mwanamke pesa itaingia hana maono, ndio itakuwa chanzo cha migogoro, chanzo cha ubabe, chanzo cha mivutano, na ndio itapasuka. Na mwanaume vile vile, kama hata kuwa na maono, ikiingia pesa itakuwa ndio chanzo cha kujifunza kutongoza nje ya ndoa, maana hela ndio inaongea. Ndio chanzo cha kumwona mke wake kwamba ni kibibi, kumbe nilikosea. Ningejua ningefanya vizuri kukagua hii sura. Sasa kwa nini mke wako asionekane bibi? Umemzalisha watoto 8 na bado ni mjamzito. Mafuta yenyewe ni yale ya kujipaka mpaka atoke nje akapigwe na jua ndo yayuke. Kwa nini asiwe bibi? Wigi lenyewe halieleweki, ni wigi la kutoka China, ni wigi la kutoka wapi? Limeshaisha mpaka lenyewe linapaka kwa mahali eleweki. Sasa hayo yanazaliwa baada ya kutokuwa na maono. Ni hatari sana kupata pesa ukiwa huna maono. Sio namba 2, ukosefu wa malengo, lack of purpose. Nini maana malengo? Malengo ni sababu za kwa nini kitu kiwepo. It's the reason of why thing exists. Kwa nini ufanye biashara? Mungu anakuuliza, kwa nini unafuga? Kwa nini unafanya biashara? Kwa nini una saluni? Mbingu inakuuliza na nafsi inakuuliza. Malengo yakikosekana, ukaanzisha biashara au ukaingia kwenye mfumo wa uzalishaji, utakapopata mali yatatokea malengo mengi ambayo mengine hutoka kwa adui na kusababisha uchumi uyumbe. Kwa mfano, lengo la uchumi wa familia kwamba tunalima, tunafuga, lengo tuinue uchumi wa familia. Hilo ni lengo mama, lengo la asili. Pesa zinapatikana, mazao yanapatikana. Badala ya kusema kwamba lengo letu lilikuwa ni kukuza uchumi wa familia, baba anasema kulima ni watoto na mama, lakini mwenye hela ni mimi. Baba wakati wa kulima anacheza karata, yuko kwenye kahawa. Wakati wa mavuno wakishaingiza tu mazao, anasema hivi, ukitaka viatu mniulize mimi. Mimi ndio boss. Nielewa? Lugha ya uchumi inakataa. Inataka ushirikishe familia na mke wako mjadiliane, kwa sababu malengo sio kutengeneza umaarufu wa baba. Malengo ni kuionyesha familia imeingia ngazi fulani ya uchumi. Kuna wakati mwingine unakaa na hela mpaka zinaisha. Mke wako alikuwa anashinda shambani, watoto wanashinda shambani, unavuna mazao, unarudisha mfukoni. Hela tu ya matumizi mpaka wakusujudia. Ukitaka kutoa hela matumizi, unaingia chooni kwanza. Unalala na kabutula lenyewe lifujuri na marangi rangi kwa ajabu ajabu. Unalala kabutula kila wakati, umefunga mpaka zipu. Hawajui hela shilingi ngapi unazo au umejaza magazeti ndani. Hawaelewi kama hela. Mke akitaka kuuliza mume wangu, tuna shilingi ngapi kwenye account? Unamuuliza swali, unataka kuniroga? Unataka kuniroga? Ili weje. Unataka hela ili weje. Basi baba nisamehe, nilikuwa naomba tu matumizi. Ujiongeze na wewe. Kuna 200 ya dagaa mle na kitu gani na kitu gani na kitu gani. Alafu unatoa matumizi ya 200, wewe hauli usiku. Unarudi usiku umeenda, wamelala wote. Unagusa tu cha baridi sana, huko umeshashiba. Umekula kule kuku mzima, umekula na samaki wa kutosha, umeshashiba. Sasa kinachotokea ni kwamba uchumi hauwezi kukua. Kwa nini? Mnapoanza uzalishaji mnakuwa pamoja. Mnapofika level fulani anabaki mmoja. Kusudi linapiga kelele, linadai kwamba lengo la uchumi lilikuwa ni kwamba tukuze uchumi wa familia. Sasa hivi lengo linabadilika. Kwa kilichopo ni kwamba ni lazima pesa ziteketee.
Zuio namba 3. Kizuizi cha 3 cha uchumi ni ukosefu wa mtaji. Nimeshasema mtaji maana yake ni kianzio. Mtaji unapokosekana, uchumi hauwezi kuanza kwenye mfumo wake kuinuka. Jambo la pili, mtaji unapotoweka, lazima uchumi usimame, ustake somewhere. Kizuizi cha 4 cha uchumi ni ukosefu wa ubunifu, lack of creativity. Ukosefu wa ubunifu. Nini maana ya ubunifu? Ubunifu ni uwezo wa asili wa kubuni kitu kipya, kubuni bidhaa mpya inayouzika kiuchumi, ama ni uwezo wa asili wa kuboresha bidhaa mpya ili kuiongezea thamani ya uchumi. Ndio maana nilikueleza mahali Mungu ametuumba kwa ubunifu ili tuwe wabunifu wa rasilimali. Vyovyote ulivyo umetengenezwa kwa ubunifu. Lengo kubwa uwe mbunifu wa kimwili na kiroho na kiuchumi, kwa maana ya kutengeneza bidhaa ama rasilimali adimu zinazohusika kiuchumi ili kumiliki na kudhibiti soko la uchumi kwenye mazingira hayo na nje ya yale mazingira unayoishi. Ubunifu unapokosekana, maana yake uchumi unasimama. Kwa sababu ili uchumi uinuke, unahitaji ubunifu wa bidhaa gani adimu mahali hapa ambayo ukileta itakupa fursa ya kudhibiti soko. Ni bidhaa gani adimu? Ni kwa nini wachumi wanaojielewa hawanywaji juisi za kutengenezwa, kublendiwa, zinazouzwa lokali kwenye makopa tu ovyo ovyo? Kwa nini? Nibadilishe mfano. Ni kwa nini wachumi wengi hawaingii kwenye kila mgahawa na hawaamini kila mgahawa? Unajua kwa nini? Afya ni uchumi. Haiwezekani ule ugali wa moto moshi unatoka, kumbe umepashwa siku 4. Baada ya kula tumbo linalalamika, maana umeingiza bidhaa ya chafu. Yaani mtu anakula vizuri ugali wa moto, kumbe umepashwa siku 4. Wasipoununua ni wala watakuta unaweka kwenye jiko tena, unachemka, unafungwa. Unakuja kuona unafikiri umepikwa sasa hivi, unaona hivi, unasikia tumbo linalalamika, maana yake kwamba bidhaa iliyoingia sio ya mahala pake. Kwa hiyo wanahitaji wabunifu watakaopika chakula kishe, wapike tena lakini kina usalama. Wanahitaji wabunifu watakaouza juisi, shida sio matunda, yale maji ni safi na salama. Sio kama mtu ameenda toka chota kwenye bwawa mle afa akatengeneza akaleta parachichi, unakunywa hivi unasikia tumboni panasema umeingiza bidhaa mpya, japo inapendeza juu. Panahitaji ubunifu. Bwana Yesu asifiwe. Umeumbwa kwa ubunifu ili uwe mbunifu. Mungu hana macho kama ya kwako wala hana masikio kama ya kwako. Mwili uliotengenezwa umetengenezwa kwa ubunifu, lakini sura ya Mungu haiko mwilini, iko rohoni. Umeumbwa mwilini kwa ubunifu. Ulipomaliza kuumbwa, Adam alielezwa kwenye Mwanzo 2:19, alipomaliza tu kuumbwa, alipelekwa akawape wanyama majina. Maana kulihitajika ubunifu. Maana jina la mnyama ni uhalisia wa mnyama. Ubunifu. Atakaloitwa jina ndio hivyo na ndio uhalisia wake. Kwa ubunifu unapokosekana, lazima uchumi collapse, ushuke. Kizuizi namba 4, ukosefu wa uaminifu, lack of faithfulness. Uaminifu kwenye uchumi ni nini? Uaminifu kwenye uchumi ni tabia ya kutokubadilika ama kubadilishwa kwa maamuzi uliyoyafanya kwa ajili ya uzalishaji. Na kwa jinsi hiyo hiyo, uaminifu unaambatana na nidhamu ya fedha, nidhamu ya matumizi. Huwezi kuinuka kiuchumi kama haujawa mwaminifu kwenye ulimwengu wa uchumi wa kawaida na hata wa mwilini. Kwa nini? Fuatilia Biblia. Daudi alivyokuwa mwaminifu kuwachunga wale kondoo wachache, Samueli wa kwanza
sura 17 mstari wa 24 na kuendelea, alivyokuwa mwaminifu kuwachunga wale kondoo wachache, na akawa mwaminifu kusacrifice maisha yake, akawa tayari kufa, lakini wale kondoo watamie wasilipe. Anasemaje? Wakati anachunga mle msituni, alikuwa anakutana na mnyama aitwaye dubu. Alipigana na dubu, akahakikisha hata kama dubu amemmeza kondoo, anamnyang'anya kinywani mwake. Na anasema hivi, kule machungoni sio tu dubu tu, kuna mnyama mwingine simba alikuwa anajitokeza kwa kondoo, akitaka kuwameza, nilikuwa namkimbilia na mshika, akitaka kunirukia na kamata ndevu zake na panua kinywa. Manake alikuwa tayari kutoa uhai wake, lakini kondoo waishi. Muulize jirani yako, umetoa maisha yako kwa kiasi gani kulinda mtaji wako? Maana mshahara ni mtaji, mwisho wa mwezi ni mtaji, unaupata unauzalishaje? Yes, mshahara unaopokea mwisho wa mwezi ni mtaji. Umelima mazao, ndio umevuna, umeuza magunia 10, ni mtaji. Umekuwa mwaminifu kiasi gani kulinda mtaji, kujinyima kwa kila namna ili ukazalishe? Bwana asifiwe sana. Amina, amina, amina. Bwana asifiwe sana. Na kizuizi cha 6 ni ukosefu wa kibali, na cha 7 ni upotefu wa muda. Na zuio ambalo nataka nizungumze linaitwa ukosefu wa kibali. Nini maana ya kibali? Kuna maneno mawili, kwa mara ya kwanza nilihisi kama yanatofautiana. Kuna neno pamitere na neno charis kwa Kigiriki. Kilatini neno pamitere kwa Kiingereza linaitwa pamiti, kibali cha kazi. Kwa Kibiblia linaitwa charis Kigiriki, na kwa Kiingereza linaitwa favor. Yote yana maana ya kibali. Neno kibali linaweza likaitwa idhini ya kisheria, idhini ya kisheria au ruksa ya kisheria au mamlaka ya kisheria inayomuidhinisha mtu afanye kazi kama alivyoomba. Unapoomba kibali cha kufungua duka la madawa ya binadamu, pharmacy, utapewa kibali cha kuuza hayo madawa. Wakikuta madawa ya kutibu wanyama, kutibu ng'ombe, watakuuliza, hiki kibali mbona hakina muunganiko na hicho? Kibali kina kazi ya kumuidhinisha mtu ili apate kazi ama anzishe kazi, na kukagua kila alichosema kama kiko sahihi. Unapozungumzia kwamba kibali ni zuio la uchumi, una maana hii. Ili uzalishe unahitaji vibali vya serikali mbili. Serikali ya kwanza ni serikali ya kiroho, na serikali ya pili ni ya nchi yako, kulingana na aina ya nchi na sheria zake. Kuna nchi zingine hazihitaji kutoa kibali cha maandishi, ila zinatambua pale kuna wajasiriamali wa 1, 2, 3. Ila wanapofika level fulani wanabidi wapewe vibali, waanze kulipa kodi. Sasa mimi leo sizungumzie kibali cha nchi yako, nazungumzia kibali cha Mungu aliye juu sana. Fungua kile kitabu cha Esther sura ile ya 4 na ule mstari wa 13 na wa 14, halafu na sura ya 8 ule mstari wa 5. Nifungulia Biblia yako, nifungulia Biblia yako. Bwana asifiwe. Naye Mordekai akawaagiza, akawampelekea Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumba yako nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. 14. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakakowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo?
Esta 8 mstari wa 10 wa 5 anasema maneno haya. Esta 8:5 akasema, mfalme akiona vema, nami nikiwa nimepata kibali machoni pake, na neno likaonekana jema mbele ya mfalme, nami nikimpendeza machoni pake, iandikwe kuzitangua barua za Hamani bin Hamedata Mwagagi alizotunga na kuziandika ili kuangamiza Wayahudi walioko katika majimbo yote ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Nasikiliza vizuri. Tunajifunza neno kubwa sana kuhusiana na kibali. Kwamba kibali maana yake ni idhini ama ridhaa ya kisheria inayomruhusu mtu kuingia mahali ambapo mtu hana hiyo idhini hawezi kuingia. Inayomruhusu mtu azalishe mazao ambayo kama mtu hana hicho kibali hawezi kuzalisha. Tunamwona Esther, Wayahudi walipohukumiwa kuuawa wote, ilitangazwa tarehe ya kuuawa kwao. Ilitazamiwa mtu mmoja tu mwenye kibali kikubwa aende kwenye ikulu ya mfalme Ahasuero na aende kinyume cha sheria. Nini maana kinyume cha sheria? Aende bila presidential appointment, aende bila ridhaa ya rais, lakini akimwona tu aridhia, sikasirika, atamka naye kumwangamiza naye. Walikitazama kibali hicho kukiona kwa mtu yeyote. Ndipo Mordekai aliposema mwenye kibali hicho ni Esther, inalazimika Esther apelekewe ujumbe, aambiwe hivi, wewe ndiye unacho kibali ambacho kinakuruhusu kwenda ikulu bila ruhusa ya rais, na akikuona hata kasirika, atakuridhia bila ghadhabu. Alipomwona mfalme Ahasuero, alimnyoshia fimbo kuashiria kwamba naomba uingie. Maanake kama haungekuwa nacho ulitakiwa ufe, kwa sababu sina taarifa ya ujio wako. Bwana Yesu asaidie. Nini maana yake? Kibali kina nguvu. Kuna mahala ambapo watu wanatafuta vibali serikalini kuanzisha biashara, kuanzisha maduka, kuanzisha viwanda, lakini hawatafuti vibali vya kiroho. Ndio maana wanaweza kupewa full documents kwamba hiki kipo, blenda kipo, kodi ipo, kila kitu kipo, lakini anauza, hatimaye anaifunga biashara. Maana ana vibali vya serikali ya dunia, lakini hana kibali cha mbinguni. Hebu tuone kibali cha uchumi kwenye kitabu cha Mwanzo sura 39. Anasemaje? Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mikononi mwake. Ikawatokea wakati alipowekwa awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akavibariki nyumba yake Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika mashamba. 6. Akaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari ya kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula. Bwana asifiwe. Kwa lugha ya kibiblia, kibali kinaweza kikaitwa idhini, ridhaa ya kisheria, mamlaka ya kisheria. Kinaweza kikaitwa neema kwa maana ya favor. Hapa tunasema Yusufu akapata neema, akapata kibali. Kwa nini? Kwa Farao. Kibali gani hicho? Farao alimtazama Yusufu kwenye ulimwengu wa roho, akaona kibali cha uchumi ndani yake. Nini alichokifanya? Alichokifanya, aliwaondoa wasimamizi wote kwenye kilimo, kwenye mashamba, kwenye mfumo wa uchumi, akamwachia Yusufu. Na cha ajabu, kila mahala ambapo Yusufu alisimamia palizaa sana. Kila mahala ambapo Yusufu alikabidhiwa, kama ni kwenye mashamba, palizaa sana. Swali, kwa nini Farao aliwafukuza wachumi wote waliokuwa na vibali vya serikalini kwenye uchumi wake, akamweka mtu ambaye hana kibali cha serikali na uchumi ukaondoka? Ni kwa sababu
kiroho kina nguvu kuzidi kibali cha nchi. Yusufu hakuwa na kibali chochote cha nchini, lakini kwa sababu anacho kibali cha kiroho, cha uchumi, cha Mungu, mahali ambapo mikono yake inagusa panazaa maradufu na kuongezeka. Mahali ambapo mikono ya wachumi wa Misri wakigusa hapazai hadi wanafunga nduka. Nini maana? Kuna umuhimu wa kuwa na kibali cha taifa lako kwa ajili ya kazi, na kuna muhimu ya kuwa na kibali cha Mungu aliye juu. Maana ili biashara ikue inahitaji kibali vya aina mbili, kibali cha Mungu na kibali cha duniani. Ili kilimo unacholima, bustani unayolima, ufugaji unaofuga, ili mazao yaongezeke, unahitaji vibali vya aina mbili, kibali cha Mungu aliye juu na kibali cha taifa lako kulingana na asili ya kazi yako. Bwana asifiwe sana. Narudia tena swali la msingi. Inawezekana nimekuuliza haraka, naomba unisikilize sana. Narudia tena. Kwa nini Farao awafukuze wachumi wote kwenye miradi yake, amweke Yusufu? Watu ambao wamesomea, wana elimu zao kubwa, awatimue wote, halafu amweke Yusufu ndio awe msimamizi wa miradi yake. Kwa nini? Ni kwa sababu wale watu walikuwa na vibali vya kidunia, lakini hawakuwa na kibali cha Mungu kwenye uchumi wao. Kazi 4 za kibali cha kiroho. Kazi 4 za kibali cha kiroho. Kazi 4 za kibali cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya kwanza ya kibali cha kiroho. Mungu anapokupa kibali cha kiroho, ana kazi ya kwanza kuja kuzidisha uchumi wako. Anasema kwenye Korintho wa pili sura ya 9 mstari wa 10, awapae mbegu atawapa mkate uwe chakula, halafu atawapa mbegu na atarudi kuyazidisha mazao. Kwa hiyo kazi ya kibali, Mungu akikupa idhaa, akakupa idhini ya kisheria ya kwamba kwenye ufugaji wewe ndio mmiliki, fuga. Okay, kwenye biashara wewe ndio mmiliki wa soko, fanya. Okay, kwenye kilimo wewe ndio unamiliki hapa, fanya. Haijalishi wanaolima pale, wengine wanatumia madawa, wengine wanatumia mazindiko, hawa achana nao. Lazima uchomoke na uinuke. Lazima uvune zaidi yao. Lazima uweke rumbesa za gala ya mavuno, kwa sababu Mungu amekupa ridhaa, amekupa kibali na ameshuka kukisimamia ili kizalishe. Nasikiliza vizuri. Ningetamani kuingia kwenye ufahamu wako kanielewa sasa. Lakini nisikilize kwa kusema hivi. Tunafanya kazi sana, lakini hatukagui kama tuna kibali cha serikali ya mbinguni. Tunafanya biashara sana, tunapokea mishahara kila mwisho wa mwezi, lakini hatufuatilii kama tuna vibali vya serikali ya mbinguni. Ndio maana mishahara yetu haizai, bali inatutimizia mahitaji tunayohitaji. Ni kama tu yakula. Tunalima, tunavuna. Tunapotaka kuzalisha tufiki popote, kwa sababu hatutafuti kibali cha Mungu kwanza. Nisikize vizuri. Ukianzisha chochote cha kiuchumi bila kuwa na kibali, tegemea unaenda kufunga. Unaelewa? Kama ilivyo kanuni ya serikali. Ukianzisha duka bila kibali utafunga. Hizo zielewe, ni kanuni hizo. Ukianzisha ufugaji bila kibali cha mbinguni, unaenda kuishiwa mifugo yote. Maana kibali kinafuatiliwa. Kibali ni sauti ya serikali. Working permit is the government force. Kibali cha kazi ni sauti ya serikali. Ni serikali gani? Kama ni ya mbinguni imekupa kibali, kibali kilichopewa ni sauti ya mbinguni. Inayonena kilindwe, inayonena ufanikiwe, inayonena uinuke, inayonena wazuiliwe wadudu wote wasiharibu mazao, inayonena kwamba kwa vyovyote vile unastahili kuzalisha mazao ambayo yameamuliwa. Muulize jirani yako, umefunga biashara ngapi? Utazame vizuri, sio kwa huruma, utazame tu kabisa kijasiri. Umefunga biashara ngapi? Umefunga vitega uchumi vingapi? Sauti mwana zimeisha au ndo wenyewe mliofunga?
Muulize vizuri jirani yako, umefunga vitega uchumi vingapi? Mara ushuge ulishindwa kacha, kale kakuku kala mwenyewe ukajipongeza. Okay. Mara ulime bustani ulishindwa ukafunga. Okay. Ulianza kuuza mandazi baadaye ulipotea hata tukuelewa ulishia wapi. Okay. Ulianza kuuza yani kila ulichokula kifanya hakijafika popote. Kwa nini? Ulikianza bila kibali cha serikali ya mbinguni. Kazi ya pili ya kibali cha mbinguni, kibali cha uchumi. Kazi ya pili, kazi ya kibali cha serikali ya mbinguni ni kuhakikisha mazao yaliyoamuliwa kuzalishwa yanazalishwa kwa wakati ulioamuliwa. Unaelewa? Kazi ya kibali cha mbinguni ni kuhakikisha mazao yaliyoamuliwa na kile kibali yazalishwe ndani ya wakati. Ndio maana Yusufu alizalisha sana kwa wakati ambao ulikuwa umeamuliwa, hadi Farao akahisi kama kulewalewa. Alisemaje? Akasema hivi, hakutaka kujua lolote. Farao alisubiri tu chakula ale. Baada hapo nikukagua tu miradi. Amewafukuza wachumi wote. Si wenye PhD toa, masters ya uchumi toa, si pengine nani diploma toa. Kaweke ka jamaa ka Yusufu ambako kana PhD ya kibali cha mbinguni. Na kila kalipogusa Farao alikuwa anasema tu, sitaki kujua mengi, nileteni chakula nijipongeze. Kijana anachapa kazi vizuri, uchumi unastawi. Ungekuwa ni wewe ungesemaje? Umesoma ukaajiriwa, umekabidhiwa kampuni imekufa, kanapewa kajamaa talaine akaelewi, lakini kanapokaa pale wateja mpaka wanasukumana, na mimi usinisahau, wenye masters zao wameshatolewa nje. Ungejisikiaje? Ilikuwa ni challenge kwa uchumi wa Misri, kwamba Farao aliwatoa wote kwenye mfumo wa uchumi, akamweka Yusufu, na aliposimamia Yusufu, pamoja na kwamba hakuwa na upeo, lakini alizalisha sana. Maana yake ilikuwa ni challenge kwao, kwamba kibali cha uchumi cha serikali ya mbinguni ni muhimu sana. Kazi ya mwisho ya kibali cha uchumi cha serikali ya mbinguni ni kuhakikisha kazi ya uzalishaji wa uchumi inazingatiwa. Kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 13 mstari wa 13 na wa 23 nasema hivi, mbegu zilizokuwa zimepandwa, zingine zilizaa 30, zingine zikazaa 60, zingine zikazaa 100 kwa wakati ule ule. Maana yake kazi ya uzalishaji. Unaelewa vizuri? Kazi ya uzalishaji, speed ya uzalishaji wako. Unaweza kuwa unaenda kila wakati shambani, lakini kuna speed gani? Kila siku kazini kuna speed gani? Unashinda kule masaa yote, mpaka umefika wakati hata familia uielewe, lakini pamoja na kushinda kazini, kuna speed gani ya ukuaji wa uchumi wako? Lazima kuna speed. Maana kuna biashara zingine zina speed ya kinyonga hivi. Ikitaka kwenda inarudi nyuma kwanza, unafilisika, unaenda tena. Speed ya kinyonga. Kwa unafanya biashara yenye speed ya kinyonga. Kila wakati unashinda kwenye duka, lakini hamna chochote unachokiona. Kila wakati unachoma mandazi, lakini hatuoni chochote ambacho unakifanya. Speed haipo. Alafu funike macho. Usitamani tu kuombewa, tamani unachotamani Mungu akupe. Hicho ndio kitafakari. Usikurupuke tu kwanza kuweka imani na ombewa. Tafakari kwanza, kibali ninacho na kina size gani? Maana vibali vinatofautiana. Ndio maana Malkia Esther aliambiwa, aliye na kibali kikubwa kama wewe haipo. Kibali kinasia. Funika macho yako. Msamehe kila mtu aliyeumiza moyo wako. Maana unaenda kupokea kitu cha serikali ya mbinguni. Lazima hiyo serikali ipatane nayo. Msamehe kila mtu aliyeumiza moyo wako. Msamehe kila mtu aliyeumiza moyo wako. Na kama kuna mahali unaona hujakaa sawa, mwambie Yesu, nisamehe. Ninataka kupokea kitu cha thamani kuliko. Kwa lazima nipatane na serikali ya mbinguni. Hiyo serikali ya mbinguni, ili nisikilize na nionekane kwayo, lazima utakatifu uwe namba moja. Kama kuna mahali ambapo nimeanguka, ninaomba unisamehe. Naomba moyoni mwako tu jiachilie kwa toba. Yake moyo tu. Kama kuna mahali ambapo unaona hapajakaa sawa, naomba jiachilie kwa toba.
Jiachie kwa toba. Jiachie kwa toba. Jiachie kwa toba. Jiachie kwa toba. Kwa toba. Kwa toba. Kwa toba. Kwa toba. Kwa toba tu, ili Mungu aliye juu, aliyekuwa na Yusufu gerezani, aliyempa kibali cha kukubalika kazini, aliyempa kibali cha uzalishaji kwenye uchumi hadi kuwashangaza wachumi wa Misri, ndio hicho kibali kije kwako. Moja ya sifa ya Yusufu kuwa na kibali, alikuwa mtakatifu aliyepukana na uovu. Jitakase mbele za Bwana. Jitakase. 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 Jitakase kwa Mungu wako. Jitakase. Dakika moja ya toba. Jitakase. Dakika moja ya toba. Jitakase. 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 Funika macho yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Wewe Bwana umesema kwamba nikiwa ndani yako ninapata ahadi nyingi na unazitimiza. Nia ya uzima wa milele, nia ya uchumi mkubwa, nia ya majaribu. Nakuja msalabani, ninaomba rehema kwa ajili ya uchumi nilio nao kuwa na asilimia chache sana, kuwa uchumi wa chini wa kiwango unachotaka. Naomba unisamehe. Vipate kuondoka vizuizi vyote. Omba kwa imani, vizuizi vyote. Tamka kwa imani, sijasikia tamka kwa imani. Vizuizi vyote. Vizuizi vyote vya uchumi wangu vilivyo ndani yako, ambavyo adui ibilisi anavitumia ili kupata uhalali kisheria, kunirudisha nyuma kiuchumi, kuondoa asilimia zenye uchumi mkubwa. Hivyo vizuizi vitoke ndani yangu, vitoke ndani yangu, vitoke ndani yangu. Nadai uhuru wa uchumi wangu, nadai uhuru wa kupata 100 kwenye uchumi wangu, nadai 100 ya uchumi wangu katika jina la Yesu. Sijajua kama unamaanisha, kuna wengine hata hajafumba macho na nitazama tu. Unanitazama wakati hali yako ya uchumi hata ieleweki. Ungemaanisha kwa Yesu akupae uchumi. Nguvu za Mungu zinashuka kwako. Iruhusu imani yako ipande kwamba Yesu ndiye anaondoa vizuizi vya uchumi wako. Hata kama hilo zuio lina nguvu kiasi gani kwenye ulimwengu wa roho, lazima liondoke. Lazima liondoke. Namna ambavyo adui ametumia mlango wa kuzuia ama kuondoa kibali chako cha kiroho, amekufarakanisha na mbingu ili usiwe na kibali cha Mungu aliye juu. Hiyo zuio, hizo nguvu za giza zinatoka, zinatoka, zinatoka. Roho ya umaskini iliyotumia mazingira ili kukuondolea malengo ya asiri kwenye uzalishaji wako wa kiuchumi. Nguvu za giza zilizotumia mlango wa kukuondolea maono kwenye uzalishaji wako ili pesa inapopatikana inaenda popote, hata pale ambapo hapafai. Hiyo roho inatoka. Kuna watu wanafunguka. Kuna watu wanafunguka, nguvu za Mungu zinashuka kwao. Zinapita kwenye kila kizuizi, kinatoka. 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 Kila roho inayovuruga maono ya uchumi wako inaondoka. Kila roho inayovuruga malengo yako ya uchumi inatoka. Kila roho inayoshughulikia picha ya uchumi wako kuivuruga inatoka. Inayosababisha ukate tamaa kwenye uchumi, inayosababisha uwe mtu wa mawazo wa kunung'unika inatoka. 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 Kila roho inayojitokeza kuharibu mtaji wako, kuvuruga mtaji wako, pesa unapata hata unapozielekeza sehemu ya kuzizalisha zinafia hapo hapo. Hebu kataa, anza kuomba vizuizi vyote vya uchumi vitoke ndani yako. Hebu anza maombi hayo. Omba kwa nguvu zote. Shughulika na maisha yako. Ombea vizuizi vyote vya uchumi vipate kutoka. Iruhusu damu ya Yesu ipite katikati yako. Tumia damu ya msalaba ipite katikati yako, ipate kuondoa
vizuizi vyote vya uchumi, 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 vizuizi vyote vya uchumi. Endelea kuomba. Kuna vitu vinapasuka, kuna vita inatoka, kuna roho zinatoka, 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 kuna roho zinatoka. Endelea kuomba, usinyamaze. Kuna vizuizi vinatoka, vinaachia mpaka mikono yako iliyokuwa imefungwa. Chochote unachokigusa kinakufa. Hiyo mikono inaachiwa. Unapokea kibali cha mbinguni. Maana vizuizi vinatoka. Kibali ambacho ulikipoteza, kibali ambacho kilitoweka, kibali ambacho ulikuwa huna, Bwana anakurejeshea kibali kwenye ndoa yako ili upate kukubalika, kibali ofisini kwako, kibali kwenye biashara yako, kibali kwenye uzalishaji wako uchumi. Bwana anakurejeshea tena. Kila vizuizi vinatoka. Majini, uchawi, mapepo, mizimu, uganga, roho ya umaskini, vita vya uchumi familia vinatoka kwa jina la Yesu hai. Mwenye pesa, mwenye mali, mwenye miliki, ambaye Mungu mwenye nguvu anaondoa vizuizi vyote, mapingamizi yote yanapigwa kwa damu ya msalaba. Endelea kuomba, usinyamaze. Nguvu za Mungu zinapita juu yako. Damu ya msalaba inapita katikati yako. Unafunguka kwenye uchumi, unafunguliwa vizuizi vyote. Dai uhuru wako wote wa uchumi ili uchumi wako upate kuinuka. Dai nia aliyoitamka Yesu kuwa na uchumi wenye 100% aliyotamka Yesu. Dai kuipokea 100 ya uchumi aliyomwambia Petro, ni ahadi yako. Uchumi wa Mkristo ni agano la uchumi, ni uchumi wa agano wa Yesu kufanyika maskini ili wewe uwe tajiri. Hebu dai hilo agano, dai hiyo ahadi timie kwako. Omba kwa kuidai hiyo ahadi. Wewe na uzao wako. Endelea kuomba, usinyamaze. Nguvu za Mungu zinashuka kwako. Nguvu za Bwana zinashuka kwako. Ninaomba uinue mikono yako juu. Inua mikono yako juu zaidi. Weka ishara kama unapokea ahadi ya Bwana ya kufanyika maskini ili uwe tajiri. Weka ishara ya mikono yako kama unapokea ahadi ya 100. Tega mikono yako kwa ishara kama unapokea kitu cha thamani. Sema, Bwana Yesu, ahadi ya uchumi wangu iko mikononi mwako. Wewe unasema ulifanyika maskini ili mimi niwe tajiri. Wewe unasema nikiwa ndani yako nina 100 ya uchumi. Nimetega mikono yangu kupokea hiyo ahadi, na mkakati wake wa kupokea ahadi ni kibali chako kwenye uchumi wangu. Kila vita, kila vizuizi vilivyo kwenye mikono yangu, roho za madeni zilizojaa kwenye mikono yangu, roho za kudhulumiwa zilizojaa kwenye mikono yangu, roho za kutokufanikiwa zilizojaa kwenye mikono yangu, hiyo mikono ipate kufunguliwa ili pesa zote, mitaji yote unayonipa Bwana, kama unavyosema wewe ndiwe Mungu unipae mbegu na mkate wa kula na unarudi kuizidisha. Kwa jina la Yesu ninaomba Bwana, nione ziada, nione ongezeko la uchumi wangu kwa kutumia mikono hii, kwa kupitia mikono hii, katika jina la Yesu. Pata nafasi ya kumshukuru Bwana. Shukuru Mungu juu ya maneno ambayo umeyatamka kwake. Ni agano. Hilo ni agano ambalo umeliweka kwake na wewe, kwamba alikubali kufanyika maskini ili wewe tajiri. Ni agano ambalo umeliweka kwako. Ukiwa ndani yako unapata 100 ya kiuchumi. Pata nafasi ya kumshukuru Bwana. Pata nafasi ya kumshukuru Bwana. Pata nafasi ya kumshukuru Bwana. Pata nafasi ya kumwambia Yesu asante. Pata nafasi ya kumwambia Yesu asante. Pata nafasi ya kumwambia Yesu asante. Pata nafasi ya kumshukuru Bwana. Pata nafasi ya kumshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana.
Mshukuru Bwana, mshukuru Yesu, mshukuru kwa moyo wako wote kwamba ndani yake umekaa na agano umelikubali, nawe unapokea haki zake ili zitimizwe. Wakati unashukuru, nguvu zake zinashuka juu yako. Wakati unasema asante, uweza wa damu ya msalaba unadhihirika katika mikono yako. Endelea kushukuru, endelea kumwambia Baba asante, endelea kumwambia Mungu asante, endelea kumwambia Jehova asante, endelea kumshukuru Bwana, endelea kumshukuru Bwana, endelea kumwambia Baba asante, endelea kumwambia Yesu asante. Kaa kwenye utulivu kidogo. Funika tu macho yako. Inua tu mkono wako hivyo, kaa kwenye utulivu kidogo. Funika tu macho yako. Mungu ni mwaminifu. Tumekuja madhabahuni pako. Hapa ndipo msalabani. Kwa imani, maneno haya tuliyojifunza tunayapokea. Tunaomba ushuhuda tuitoe ya kwamba Mungu umetutendea. Ardhi isikie na madhabahu na neno ya kwamba wewe ni Bwana utimizaye ahadi ya mafanikio kwa watu wako. Wewe ni Bwana uachiaye kibali cha mafanikio ya watu wako. Nguvu zako zishike. Nguvu zako zishike. Nguvu zako zishike. Yorobos korobos. Nguvu zako zishike. Hata kama kuna vizuizi vikubwa kiasi gani kwenye familia walipozaliwa hawafanikiwi kwa sababu ya family history, historia ya familia, Bwana unatutenga na historia hizo, maana sisi tuko ndani ya agano lako. Kuna watu wanatengwa, kuna watu wanatenganishwa na vita vya uchumi wa familia. Jinsi ambavyo vita hiyo imetesa familia kiuchumi, kwenye familia, kwenye ukoo, kwa ndugu, umekuweko vita ya uchumi. Hakuna kuinuka kiuchumi na wakadumu katika standard hiyo. Hiyo vita unatengwa nayo. Naona kuna vitu Mungu anafanya kwako, 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 anafanya kwako. Naona kabisa Mungu anafanya kwako. Naona kabisa Mungu anafanya kwako, anafanya kwako, anafanya kwako. Anakufungua kila kifungo cha uchumi, anakufungua kila vita ya uchumi, anakufungua. Pale unafunguliwa, pale unafunguliwa, pale unafunguliwa, pale unafunguliwa, pale unafunguliwa. Na